Familia ni huo mwongozo wake: uwepo, pumziko, utajiri, amani, umoja wa familia yako ni huo mwongozo wake. Haki ya familia, mpangilio wa familia ni huo mwongozo wake. Na huyu ni Andegunyu. Ninazungumza kuhusu familia sehemu ya 4. Pasipo mwongozo wa familia hakuna familia. Haijalishi ni familia ya nini, iwe ni familia ya mwili wako, ni familia ya viungo vyako, ni familia ya fikra zako, ni familia ya ndoa yako, ni familia ya kitaifa, ni familia ya kikabila, ni familia ya uwepo wa chochote kile, kwa jinsi na jina lolote lile, pasipo mwongozo hakuna familia hapo, haipo. Na ndio maana familia ni huo mwongozo, ikimaanisha kwamba familia ni kiongozi. Ninapozungumzia mwongozo, na maanisha anayeongoza au kiongozi wa familia hiyo. Amani ya familia ni huyo kiongozi wa familia. Utajiri wa familia ni huyo kiongozi wa familia. Mafanikio ya familia, haki ya familia, uwepo wa familia ni huyo kiongozi au mwongozo wa familia. Na daima kiongozi au mwongozo wa familia ni mmoja, ili familia iketi katika umoja wa mwongozo huo au kiongozi huyo. Sasa jiulize, mwongozo wa familia yako wewe ni upi? Kiongozi wa familia yako wewe ni yupi? Kwa kuwa kiongozi wa familia yako, mwongozo wa familia yako wewe, ni lazima awe ni mmoja, ili wengine wote walio katika familia wafuate mwongozo huo, pasipo kujalisha ni nani, pasipo kujalisha jina lipi, ufuate mwongozo huo. Na ndio maana popote pale ulipo, upo katika familia, ikimaanisha unayo familia yako, pasipo kujalisha wewe ni nani, umri wako ni upi, ila popote pale ulipo unayo familia yako. Haijalishi unaizungumzia au hauizungumzii, unaisemea au hauisemei, ila popote pale ulipo unayo familia yako, ikimaanisha
huyo uliye naye ndiye aliye familia yako, ikimaanisha wa sura yako wewe. Mumeo, mkeo, mzazi, mtoto, taifa, kijiji, kabila, wanyama, mimea, samaki, mbingu, dunia, neno na kila kimoja kilichopo kwa jinsi yake. Hapo ulipo, huyo ndiye familia yako, kwa wewe kuwa naye. Kwa hicho kuwa na wewe, huyo ndiye aliye familia yako, kwa kuwa hamwezi kuketi pamoja, hauwezi kukaa popote pale kama sio familia ya hapo, kama sio familia yako. Ndio narudia hapa, popote pale ulipo hauwezi kukaa hapo kama sio familia yako, iwe ni kazini, iwe ni ofisini, iwe ni nyumbani, iwe ni mumeo, iwe ni mkeo, iwe ni baba yako, ni mama yako, ni ndugu zako, ni kabila lako, ni ofisi yako, ni uwepo wa chochote popote pale kilipo kwa jina lolote. Hauwezi kuwa hapo, hakiwezi kuwa hapo kama sio familia yako. Na ndio maana nimekwambia popote ulipo unayo familia yako, upo na familia yako. Na ninapozungumza kwamba familia yako, maana yake kwamba familia ya mwongozo wako wewe, familia ya muongozo wako wewe, familia unayoiongoza. Ndio maana imeitwa yako, mke wako, mume wako, taifa lako, Mungu wako, kijiji chako, mzazi wako. Uwepo wako. Kikisha kuwa chako, maana yake ni kile kinachofuata kilicho katika muongozo wako, uongozi wako, taifa lako. Wewe ndiye kiongozi wa taifa lako, linafuata muongozo wako. Sheria, kanuni, utaratibu unafuata muongozo wako. Mume, mke, kijiji, dini, dhehebu, wanyama, tajiri, mafanikio, chochote kile kinafuata muongozo wako wewe. Kwa hiyo popote ulipo, wewe ndiye uliye kiongozi, muongozo wa familia yako. Familia ni huo muongozo wake, na wewe popote pale ulipo
ndiye uliye mwongozo wa familia hiyo, mume huyo, mke huyo, watoto hao, kabila hilo, taifa hilo, kijiji hicho, wanyama, mimea, anga, uwepo wa chochote popote pale kilicho familia yako, familia ya uwepo wako. Wewe ndiye uliye kiongozi, muongozo unaoongoza kila kimoja kilichopo kwa jinsi na jina lake. Kifuate jinsi wewe kiongozi ulivyo, jinsi vile wewe uliye muongozo ulivyo. Kwa hiyo mume wako, mke wako, mtoto wako, taifa lako, kijiji chako, katiba yoyote, neno lolote, mtu yoyote, uwepo wote, chochote kile kinafuata mwongozo wako, ikimaanisha kinakufuata jinsi vile wewe ulivyo. Wewe sio kama unavyojifikiria, kama unavyojizani, kama unavyojitazama. Ni zaidi ya hayo. Wewe ni kiongozi, wewe ndiye mwongozo wa taifa lako. Ikisema taifa lako ni pamoja na yeyote aliye katika taifa hilo. Na haki, utajiri, mafanikio, amani, utulivu, uwepo wa familia hiyo kwa jina lolote ipo sawasawa na wewe uliye muongozo, kiongozi ulivyo. Mwongozo wa familia ni wewe. Neno lolote, yeyote yule, wewe ndio mwongozo, hufuata jinsi ulivyo. Jinsi ulivyo ndio kila kimoja, kila mmoja hufuata au kufuata, kutenda sawasawa na mwongozo huo ulionao wewe, ikimaanisha kwamba jinsi vile wewe ulivyo. Ndio maana nimekuambia jinsi ulivyo, hakuna mwingine, hakuna mwongozo mwingine wa kuongoza familia yako. Hakuna mwongozo mwingine wa kuipa haki, utajiri, mafanikio, utulivu familia yako. Pasipo kujalisha ni familia ya nini, ya jina gani, iwe ni mume wako, ni mke wako, ni taifa lako, ni kijiji chako, ni uwepo wa chochote, ni fedha, ni mali, ni utajiri, ni dhahabu, ni almasi.
ni wanyama, ni ndege, ni chochote. Hakuna muongozo mwingine wa kuongoza familia ya uwepo wako. Ila muongozo ni mmoja, ambaye ni wewe hapo ulipo. Hakuna mwingine wa kusubiria, wa kumsubiria akuongozee familia yako, kwa kuwa huyo sio mwongozo wa familia yako. Hakuna mwingine wa kusema akuongozee familia yako, nawe mtazame uone jinsi gani anavyoiongoza familia yako. Hayupo. Na kumfuata na kusema alitakiwa awe hivi, alitakiwa awe hivi, ndio aongoze vema familia yako, ndio aongoze vema taifa lako, ndio aongoze vema kijiji chako, ndio aongoze vema dini yako, ndio aongoze vema kabila lako, ndio aongoze vema familia hiyo, ndio aongoze vema uwepo wa kile chochote. Hakuna. Ila mwongozo au kiongozi wa familia yako, ya kila neno, ya katiba yako, ya sheria yoyote, ya neno lolote, ya roho yoyote, ya mwili wowote, muongozo ni wewe. Ndio muongozo. Ndio maana vimeitwa taifa lako, Mungu wako, kabila lako, uzao wako, uwepo wako. Kwa chochote kilicho cha ubinafsi wako, hicho ni chako. Taifa lako pamoja na yoyote aliye katika taifa hilo ni wako. Maana yake wanafuata uongozi wako, mwongozo wako wa jinsi vile wewe ulivyo. Usikae ukasubiria ukasema yule ataongoza familia yako. Haijui. Maanake naye huyo anafuata mwongozo wako, anafuata mwongozo wako, jinsi vile wewe ulivyo. Unachokifanya, unachokitenda, unachokiishi, unachokifikiri, unachokiota, unachokiwaza, unachokishika, kwa neno moja, uwepo wako. Uwepo wako ndio mwongozo wa familia. Uwepo wako ndio haki ya familia, ndio utajiri, ndio amani, ndio ujenzi, ndio uwepo wa familia yako. Ndio uwepo wako ndio mwongozo wa familia. Jinsi ulivyo hivyo ni maandishi yamejichora.
Ni kanuni zimejichora, kila kimoja kifuate wapi, kijipangilie vipi, kifuate jinsi ulivyo. Jinsi ulivyo hivyo ni ramani ya familia, ya mpangilio wa kila kimoja katika familia yako, jinsi kilivyo. Mwongozo wa familia ndio familia, ndio amani ya familia, na jinsi ya uwepo wako hapo ulipo ndio mwongozo wenyewe wa familia. Unavyoonekana hivyo ndio familia inafuata jinsi ulivyo, ikikustarehesha, ikikupumzisha, ukiweka katika haki, katika mafanikio na utajiri, katika uzima na afya, katika uwepo wa jinsi yake kwa jina la kuonekana kwake. Ni huo uwepo wako ndio mwongozo wa familia yako. Uwepo wako maana yake kwamba maisha yako, jinsi unavyoishi, jinsi unavyosikia, unavyofikiri, unavyowaza, unavyotenda, unavyotembea, yaani kwa ujumla wa uwepo wako ndio mwongozo unaoongoza familia yako, unaoamua familia yako ipite wapi, ifanye nini, kila kimoja kitende vipi, kwa muda gani na kwa wakati gani, kikae wapi na sikikae wapi. Ni wewe hapo ulipo. Kwa hiyo popote pale ulipo, upo unaiongoza familia, unaongoza taifa lako, unaongoza kijiji chako. Jinsi ya muonekano wote popote pale kilipo, kipo sawa sawa na jinsi vile wewe ulivyo, kwa kuwa hicho unachokiona, chochote kilichopo ni picha ya jina la unavyokiita, kwa kuwa chochote unachokiona ndio sura yako, ndio muonekano wako, ndio jinsi vile wewe ulivyo katika jinsi na jina hilo moja. Popote pale ulipo, umepokea familia ya pumziko lako, umepokea familia ya pumziko lako, mke wa pumziko lako, mume wa pumziko lako, uzao wa pumziko lako, taifa la pumziko lako. Chochote cha mwongozo wako nacho kipo kufuata mwongozo wako, kufuata kanuni zako, kufuata jinsi ulivyo, na kufanya popote pale ulipo kuwa katika pumziko, kuishi pamoja na pumziko la jinsi popote pale ulipo. Umepokea familia ya pumziko lako, viungo, utajiri, fedha, mafanikio, mume, mke, mtoto, mzazi, kabila, taifa, na kila kimoja popote pale kilipo kutenda kwa jinsi vile wewe kiongozi, mwongozaji ulivyo, na kufanya siku zote uwe katika pumziko na raha ya uwepo wako. Umepokea familia hiyo, familia ya pumziko lako, na limekuwa kwako. Usikose pia kutazama mafundisho haya katika ukurasa wa YouTube kwa jina la Pumziko, na kuendelea kufuata miendelezo yote. Basi popote pale ulipo, familia ni huu mwongozo, amani ya familia ni mwongozo, haki ya familia ni mwongozo, na mwongozo ni wewe hapo ulipo, kwa kuwa hiyo ndio familia yako. Umepokea pumziko la familia yako na imekuwa kwako.